Kwa uzoefu ambao unao sasa kwenye ndoa, kwa miaka hiyo ambayo umeishi kwenye ndoa na naamini umekuwa mama bora kwa watoto na kwa familia yako pia, ni nini ambacho unaweza ukatoa ushauri kwa mabinti wa sasa ambao wanatarajia kuwa na ndoa nzuri, wanatarajia kuwa na ndoa za kudumu, wanatarajia kuwa na ndoa ambayo kila mtu atatamani hiyo ndoa awe nayo, au ndoa ambayo itakuwa ni utukufu mbele za Mungu? Nini unawashauri? Amina. Mimi nawashauri mabinti wanaohitaji kuingia kwenye ndoa, wakumbuke ndoa ni huduma. Ni zaidi ya hicho wanachokifikiria na kukitazama. Ndoa ni huduma, kwamba unapokuwa umetaka kuolewa manake unaenda kuingia kwenye huduma, na kama unaenda kuingia kwenye huduma kuna mambo mengi, manake kule unakoenda unaenda kuingia sasa kwenye familia ambayo unahitajika kwamba uwajibike kwenye maeneo mengi. Sasa utakuta kwamba binti unataka kuingia kwenye ndoa, hujui hata kujitegemea, hujui hata kufanya mambo yako mwenyewe, hata mambo ya ndani tu hujui, mambo ya usafi hujui kitu chochote, hujishughulishi kwa jambo lolote. Yani wewe unawaza kwamba niende kwa mume tu, kwa sababu nikifika kwa mume atakuwa ananiletea tu. Mimi nitakuwa nakaa, napika, nafua, basi hivyo ndio malengo ya kuolewa. Lakini ni zaidi ya hapo, kwamba unapoolewa unaenda kuingia kwenye majukumu. Mithali 31 inamtamka mke mwema. Mke mwema sio mwema tu kwamba anajua kupiga magoti na kumpelekea mume maji. Hapana, mke mwema lazima vitu vya nyumbani pale aweze kuvisolve. Mfano, kuna jambo mume amepungukiwa na kitu, lazima mama huyo unajishughulisha ili uweze kumsaidia mwenzio unaenda kukaa naye. Na jambo lingine, hata kabla hujamsaidia wewe, unapoenda kuingia kwenye ndoa ni lazima uwe, kabla hujaolewa, umejishughulisha, una vitu vyako. Sio binti unaenda kuolewa unaenda kwa mume wako eti na begi la nguo. Viungo vyako tu ulivyojinunulia basi ndio kazi uliofanya katika ubinti wako. Huna chochote ulichojinunulia. Haifai namna hiyo. Manake mnapoenda kuoana manake mnaenda kushirikiana. Binti, jitahidi kwamba unapokuwa binti jitafutie vitu vyako. Kwa mfano mimi nilivyokuwa binti, mimi katika familia yetu tuliokuwa hatukuwa watu wa hali ya juu sana, tukua matajiri sana, wazazi wangu hawakuwa matajiri sana. Watoto tulikuwa tunajitegemea kwenye kufanya vibarua. Tunafanya vibarua, tunapata hela za kujikimu. Hata wakati mwingine hata na familia tunaisaidia. Lakini nilikuwa nanunua vitu vyangu, nanunua vifaa vyangu, vitu vyangu vinavyonifaa mimi, ninavyoona kwamba mimi kwa uwezo wa pesa nilionayo naweza nikanunua ambavyo vitanisaidia mimi na vitanisaidia kule tunakoelekea. Na havikuwa hivyo tu vya kwenda kwa mume wangu, hata vya pale nyumbani. Manake kama najishughulisha nanunua. Yani nyumbani tulikuwa hatupungukiwi. Mgeni hawezi kuja nyumbani akose jagi zuri la maji, akose kikombe kizuri cha maji, akose kijiko kizuri, alafu na mimi binti nipo. Nilikuwa siwezi kubali jambo hilo. Na hilo nilifunza kutokana hata kwa dada zangu. Hawakuondoka nyumbani kizembezembe. Lazima walijishughulisha na waliacha vitu nyumbani na waliondoka na vitu kwenda kwa waume zao. Kwa hiyo na mimi nilipitia kwenye huo mstari. Kwa hiyo binti, usitake kuondoka na kifurushi chako cha nguo tu. Jua kule unakoenda ni kwa mume, umeenda kwa mume ambaye anaanza maisha, mnaenda kuanza maisha. Sasa wewe unategemeaje kwenda kuvikuta vitu vyote kwa mwenzio tu? Wakati wote mmeenda kuanza maisha. Chukua kile cha kwako ulicho nacho, na kile alicho nacho kitawasaidieni kwenye maisha, mtasonga mbele vizuri, na hapata kuwa na ubaguzi pale mtu atakayesema hiki ni cha kwangu au kicho ni cha nani. Utakapokuwa mmeshirikiana namna hiyo, ndio mambo ya umoja yanaanzia hapo. Mume atakuwa naona kweli mke wangu kumbe ana bidii. Kwa hiyo yani upendo na ushirika unaanzia kwenye vile vitu vya kuona. Na kwa sababu kwamba mwanamume hawezi kujitosheleza. Mwanamume huwa hajitoshelezi. Hata kusema kwamba kuna mwanamume anayenunua vitu vyote vikatosheleza ndani ya nyumba hayupo. Manake hajui vitu vya kununua ndani ni vipi. Lakini mwanamke unajua. Ukiwa kama binti unajua kabisa vitu vya kununua ndani ya nyumba ni nini. Naweza nikasema najua nitanunua vikombe, nitanunua vijiko, nitanunua shuka, nitanunua matandiko, nitanunua vitu, hata vitambaa vya kwenye viti vyangu nitanunua. Hivyo vitu vidogo vidogo. Si rahisi kwa mkuta mume amenunua hivyo vitu vidogo vidogo hivyo. Hawezi akanunua hivyo vitu kwa sababu huwa kwanza hawakumbuki kununua hivyo vitu vidogo vidogo. Lakini wewe umeolewa ukaenda na vitu vyako, alafu ukaenda kumkuta amenunua kochi zake pale, alafu ukatandika vitambaa. Si jambo zuri.
kunapendeza huko ndani, badala ya kwenda kule mpaka ukasubiria kwamba upewe hela ukanunue. Kwa hiyo binti, jifikirie kwanza, usikurupuke tu, usihemke tu. Zile ndoa za mhemuko, kwamba umeona rafiki yako kaolewa au umeona yule amekaaje kwenye ndoa na wewe kaamua kuingia huko kifujo, manake hutapata kitu chochote, hutaweza kufanikiwa. Utaiona ndoa chungu, utaona wanachokisema watu kwenye ndoa ni cha uongo, lakini ni kwa sababu wewe umeingia kabla ya wakati. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Ushauri mzuri kwamba tunatakiwa kutia bidii, lakini tunatakiwa kujishughulisha kabla tujaingia kwenye ndoa, na tunatakiwa kupunguza miemko kama mabinti tunaotarajia kuingia huko. Mungu akubariki.